Makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, amemwakilisha rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi katika kuongoza wananchi wa Zanzibar katika dua maalumu ya kumwenzi muasisi na rais wa kwanza wa Zanzibar, marehemu Sheikh Abeid Amani Karume. Ni katika kumbukizi ya miaka 53 ya kifo cha muasisi wa mapinduzi ya Zanzibar, Abeid Amani Karume, ambapo naibu kadhi mkuu wa Tanzania Ali Khamis akimwakilisha mufti mkuu wa Tanzania Al-Haji Sheikh Abubakar Zubeir anawaasa Wazanzibari kufata mambo yote mazuri ambayo yalikuwa kipaumbele cha waasisi iliongozwa na umoja, amani na mshikamano. Bila ya amani hakuna maisha. Bila ya amani hakuna maendeleo. Bila mshikamano hakuna kitu. Amani, mshikamano, utulivu ndio utaowaletea maendeleo katika nchi hii, ndio utakaowaletea kila mnachokitarajia katika maisha yenu. Kwa upande wao, viongozi na wananchi mbalimbali waliohudhuria katika dua hiyo wamezungumzia uongozi wa muasisi huyo wa mapinduzi ya mwaka 1964. Ameanzisha chuo cha sasa hivi inaitwa Karume Institute of Science and Technology KIST, na alikuwa na maono makubwa ya vijana kuwa mabingwa na mabobezi katika maeneo ya sayansi na utafiti. Kwa hiyo maendeleo makubwa yaliyopatikana sasa katika sekta ya elimu yalitokana na misingi aliyoiweka na maono aliyoyaweka kwamba elimu bure kwa wote, yani elimu bila ya malipo kwa wananchi wote. Na sasa wanafunzi wa Waswahili, wakwezi na wakulima wamepata fursa ya kusoma, na sasa ndio viongozi wanaotumikia taifa hili ndani na nje ya nchi. Wanapaswa wawe wazalendo, aliipambania nchi yake akiwa na kundi la watu wachache. Kwa hiyo na sie tuipambanie nchi yetu tukiwa kama alivyopambania yeye. Lakini pia alikuwa na hekima na busara. Aliweka maono ya kudumisha umoja, mshikamano na utulivu wa nchi yetu. Hata historia ya kifo chake, aliuliwa peke yake akiwa peke yake, na hakijasababisha vita kwa wengine au mauaji mengine. Ana uthubutu, mzalendo, kwa maana aliwapenda watu wake, na katika uthubutu wake aliangalia mbele sana. Kwa akili za kibinadamu, kwa haya tunayoyaona sasa hivi ambayo ameacha, tukianza na miundombinu. Kija tu hapa Michenzani ukaambiwa kwamba huyu aliyeweka hapa Michenzani alikuwa mtu ambaye hakwenda chuo kikuu. Unaona kabisa alikuwa na akili nzuri sana ya mbali mno. Vinginevyo sasa hivi tungesema tupanue barabara, lakini yeye alishaona mbali akaweka maeneo makubwa. Lakini si hivyo tu, alikuwa ni mtu wa usawa. Hakuweka mjini tu yale magorofa, ameweka kila sehemu ya visiwa vya Zanzibar. Pemba tumekwenda tumeyakuta, lakini hata hapa Unguja utakuta mpaka vijijini huko yapo ambako usipotegemea kwamba kungekuwa na mji, lakini aliona kwamba kutakuwa na mji na huku akape. Ni miaka 53 sasa imepita tangu rais wa kwanza wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Sheikh Abeid Amani Karume kufariki dunia katika jengo la makao makuu ya chama cha Afro Shirazi Party ASP Kisiwandui mjini Zanzibar mnamo Aprili 7, 1972. Ni mimi Mariam Said, Leaders TV.